Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwema ambapo nimeokoka. Nashukuru Bwana kwa ajili ya wokovu wa siku hii ya leo. La kujivunia ni kuwa na neno la Mungu na wokovu ndani ya mioyo yetu, na hilo ninajivunia maana nina ushirika mwema pamoja na huyu Mungu, na ninashukuru Mungu kwa sababu ya siku hii ambayo umeweza kutukusanyisha ili tukaweze kusemezana neno la siku hii ya leo. Ujumbe wa kichwa changu siku hii ya leo ni shuka. Shuka. Hicho ndicho kichwa cha ujumbe wangu siku hii ya leo. Hali ya kushuka. Kwa hivyo kama utaandika mahali, andika ya kwamba shuka. Na hili neno tutaweza kulishiriki ni neno ambalo limeandikika katika kitabu cha Luka 19 kuanzia mstari wake wa kwanza. Na nitasoma na sitaenda mahali parefu, lakini katika neno lolote usisahau ya kwamba kichwa cha ujumbe wetu ni kushuka. Na tusome tuanzie mstari, nimesema ya kwamba ni katika kitabu cha Luka 19 mstari wa kwanza mpaka mahali tutakapofikia. Neno linasema ya kwamba naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake, na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Mstari wa 3 inasema ya kwamba huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani asiweze kwa sababu ya umati na watu maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumuona Yesu kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale alitazama juu akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Kichwa cha ujumbe wetu nimesema ya kwamba ni kushuka. Neno la Bwana linatuambia ya kwamba ati Yesu alikuwa akipita Yeriko. Alikuwa akipita katikati ya Yeriko. Na kuna mtu mmoja, kwa sababu tunaambiwa kwamba kulikuwa na watu wengi, lakini mtu ni mmoja ambaye amezungumziwa kuhusu jinsi alivyofanya. Ni umati mkubwa ulikuwa umetokea, lakini mtu mmoja, neno la Bwana linasema ya kwamba alitamani sana kumuona Yesu na kujua huyu Yesu ni wa namna gani. Lakini neno la Bwana limetuambiaje? Hakuweza kumuona. Na kile kilizuilia aweze kumuona Yesu, maana umati ulikuwa mkubwa sana, na zaidi kimo chake hakingemruhusu. Maana neno la Bwana linasema ya kwamba alikuwa mfupi, hangeweza kumuona Yesu. Na huyu mtu wakati aliona ya kwamba kuna umati mkubwa unaomzuilia akaweza kumuona Yesu, Biblia inasema ya kwamba yeye ni kukimbia alikimbia na kupanda juu ya mti. Na wakati alipanda juu ya mti, neno la Bwana linapoanza kusema, lilikuwa linasema ya kwamba alitamani sana kujua huyu Yesu ni wa namna gani, huyu Yesu anakaa namna gani. Kwa hivyo alikuwa na tamaa ndani yake, na kwa sababu aliona umati ni mwingi, na kwa sababu aliona ya kwamba kimo chake hakitamruhusu amuone Yesu, alichukua hatua ya kupanda juu ya mti. Neno la Bwana linatuambia kwamba wakati Yesu alikuwa anapita, alitazama juu ya mti na akamuona huyu mtu ambaye alikuwa anaitwa Zakayo. Neno la Bwana limetuarifuje ya kwamba Yesu alipotazama juu ya mti na kumuona huyu mtu aliyeitwa Zakayo, alimwambia, Zakayo, shuka, maana siku ya leo ninataka kuwa nawe, ninataka kuketi pamoja nawe, ninataka kuwa mgeni wako. Swali ni hili, mbona huyu Yesu hakuwaona wale watu wengi ambao walikuwa wanamzunguka, lakini wakaona huyu mtu aliyekuwa mfupi sana aliyepanda juu ya mti? Maana alijikosa. Kwa sababu tunapolisoma neno la Mungu katika mstari wa 2 inasema ya kwamba huyu mtu ambaye anaitwa Zakayo alikuwa mtoza ushuru. Na wakati tunajua hali ya watoza ushuru ni watu wenye pesa, watu wamekaa vizuri. Kwa hivyo huyu mtu alikuwa na utajiri. Hangejikosa
Lakini kwa sababu kuna kitu alikuwa amekosa ndani yake, na ni huyu Yesu, na alikuwa na tamanio ya kujua, je, huyu Yesu ako namna gani? Kwa hivyo aliweka aibu zake, aliweka utajiri wake wote kando, akaeka heshima zake zote kando, akapanda juu ya mti. Wakati tunajua hali ya kupanda juu ya mti, ni kina nani huwa wanapanda juu ya mti? Hautawahi ona mzee mkubwa. Imagine leo huyo ambaye unamjua kama mume wako, huyo ambaye unajua kama kiongozi wako, huyo ambaye unajua kama mtu ambaye anaheshimika sana, leo hii ukimpata juu ya mti, wewe unaweza fikiria namna gani? Lakini Zakayo hakutaka kujua ukubwa wake, hakutaka kujua sifa yake ya kwamba yeye ni mtu anayeheshimika, ambaye ni mtoza ushuru, lakini tamanio alilokuwa nalo ni la kumuona Yesu, na akapanda juu ya mti. Kwa hivyo siku ya leo neno ambalo niko nalo ni shuka. Ili ukaweze kupatana na Yesu ni shuka. Zakayo, neno la Mungu linamwambia, linasema ya kwamba aliambiwa, Zakayo, shuka, na leo nitakuwa mgeni wako, leo ninataka kukaa pamoja na wewe. Kwa hivyo wakati mwingi Yesu huwa anataka akaweze kuwa katika meza moja pamoja nasi. Yesu hutaka kusherehekea pamoja nasi. Yesu hutaka kutufurahisha, lakini kile kinazuilia tukaweze kuketi meza moja na Yesu, tukaweze kuketi meza moja na kula pamoja na Yesu, ni kile ambacho tunakiita kiburi na kutoshuka. Zakayo akakubali. Wakati aliambiwa shuka, akashuka. Wewe siku ya leo ni jambo gani ambalo huwa linazuilia Yesu akawa karibu na wewe? Je, wewe unakuanga na tamanio la kumuona huyu Yesu na kuyajua mapenzi yake juu ya maisha yako? Ama wewe huwa unajiona na kusema ya kwamba hapana, mimi siwezi jizusha kwa kiasi cha kupanda juu ili nikaweze kumuona huyu Yesu? Maana wakati utaona ya kwamba ni kujizusha, Yesu hata kuona. Huwa najiuliza ya kwamba, je, kama Zakayo hangepanda juu ya mti, Yesu angeenda pamoja na yeye? Angemuonea wapi? Hangemuona. Lakini kwa sababu yake kukosa kujiona na kuona ukubwa wake, akashuka, naye Yesu akakubali kuandamana pamoja na wewe. Ni jambo gani hili ambalo linakuzuilia siku ya leo ili muwe na ushirika mzuri pamoja na huyu Mungu, ili muwe na ushirika mzuri na huyu Yesu? Zakayo akakubali kumkaribisha Yesu katika maisha yake. Je, siku ya leo ni kiburi ambacho unaweza kuwa nacho katika maisha yako kinaweza mzuilia Yesu apate nafasi katika maisha yako? Je, ni maringo, ni majivuno? Je, ni utajiri? Je, ni fedha? Je, ni kuona kana kwamba umetosheleka sana? Siku ya leo Yesu anakuambia, katika hayo yote yanayozuilia uwe na ushirika mwema pamoja na yeye, shuka. Kubali kushuka. Kubali kujikosa. Weka ego chini, weka kiburi chini, ili Yesu akaweze kuwa pamoja na wewe, ili Yesu akaweza kuketi na kula pamoja na wewe na kukubadilishia maisha. Imagine maisha yako inaweza badilishwa. Huyu mtu ambaye anaitwa Zakayo, kuanzia wakati ule, neno la Bwana linatuambianga ya kwamba maisha yake yalibadilika. Sifa ambazo alikuwa nazo mbaya zikaisha. Maana alisema ya kwamba wale ambao nilikuwa nimewaitisha fedha ama mali zao, kuanzia siku ya leo nitawarudishia kitu na kingine. Kwa hivyo wakati unakubali kumkaribisha Yesu katika maisha yako, wakati unakubali kumleta Yesu katika maisha yako, ni lazima akubadilishie mambo. Sifa zako za pale mwanzo zitabadilishwa. Waliokuwa wakijua Zakayo kama mtoza ushuru na mtu mbaya, hao ndio waliotoa ushuhuda ya kwamba kweli kuna jambo Yesu ametenda katika maisha ya Zakayo. Je, siku ya leo unaweza taka Yesu akubadilishie maisha yako? Je, siku ya leo unaweza taka ushuhuda ambao watu wameishi nao mbaya kukuhusu wewe ubadilishwe?
ni kujijua. Zakayo akajijua, mimi ni mfupi, nikikaa hapa sitamuona Yesu, wacha nipande juu ya mti. Ufupi wote wa maisha ulio nao, cha muhimu jijue, cha muhimu jikubali. Hasira ambazo uko nazo, jikubali ya kwamba mimi niko na hasira na siwezi muona Yesu. Kitu ya kwanza ni kujikubali. Zakayo akajikubali, mimi niko na upungufu, maana mimi ni mfupi. Wakati utajijua na kujielewa upungufu ulio nao, hapo ndipo Yesu atakubali kukuja na kushirikiana pamoja na wewe na kukubadilishia hali. Hali yako siku ya leo haitabadilishwa na mtu yeyote yule. Ni wewe mwenyewe uko na uamuzi. Fanya uamuzi siku ya leo ili ukaweze kukubali kujikosa. Upande juu, ujue udhaifu wako, upande juu na ushuke ili Yesu akubadilishie hali, maana yeye ni mwaminifu. Bwana akubariki sana na Bwana akutende mema unapokubali kushuka chini ili naye Bwana akaweze kuketi pamoja na wewe na akubadilishie hali ya maisha. Wewe ni wa muhimu sana. Jifahamu, jielewe. Na ukishafanya hivyo, naye Yesu yu tayari kuketi pamoja na wewe na kukubadilishia maisha. Bwana awabariki na Bwana awatende mema. Amen.